kila mahali mweke ulinzi. Kuna tabia imejitokeza ya ulawiti wa watoto wa kiume. Kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, watoto katika wilaya Ilemela mkoani Mwanza wamepaza sauti wakilani vikali vitendo vya ukatili vinavyowakumba katika jamii. Jina langu naitwa God Bless Musa, darasa la pili. Ningependa kwenye nchi yetu tungependa kila mahali mweke ulinzi, ili hata kama watoto wetu wanatembea wasiwa wanachukuliwa nenda kufanya huko, wanafanywa ukatili na wengine. Hadi kwa taarifa habari walisema mtoto mmoja alikuwa amebakwa, amekamatwa, mmoja alitolewa figo na kwepo wawili watu walitolewa figo na tu walikufa. Na sisi tulikuwa tunaomba ulinzi, na tulikuwa tunaomba mweke askari kila mahali, ili watoto wengine wanakuaga barabara wanachezaga kwenye yale mashimo wanaekaga maji yanayopitaga, watoto wanakuaga wanachezaga. Nilikuwa naomba ulinzi uwepo kama hivyo hivyo. Kama mtu ametokea ukatili, nitaenda kumwambia mzazi wake ama baba yake. Nitaenda kumwambia mzazi wake au baba yako au baba yangu. Nikikuta kama wazazi wangu hawapo, nitaamua nikamwambia mwalimu ili aje asaidie. Na aliye na yeye atakuja msaidie. Naitwa Shamsa Saidi, nasoma darasa la 7. Inatakiwa serikali iweke sheria kuondokana na mila potofu. Sasa hivi kuna tabia imejitokeza ya ulawiti wa watoto wa kiume. Kwa hiyo inatakiwa idhibitiwe na serikali. Tunashukuru kwa mafunzo tuliyopewa katika siku ya maadhimisho ya mtoto wa Afrika. Tukiona vitendo vya ukatili vimetokea, inabidi tukaseme shuleni au majumbani. Yatubidi tukapeleke kwa serikali za mitaa, wilaya, hata mikoa, na kwa walimu pia pamoja na wazazi. Hayo yamejiri wakati wa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ngazi ya kata ya Nyasaka wilayani Ilemela, yaliyohusisha wanafunzi na walimu kutoka shule za msingi Nyasaka na Muungano pamoja na wadau mbalimbali wakiwemo kutoka shirika la Fadhili Teens Tanzania. Kwa majina naitwa Sara Emmanuel, nafanya kazi na shirika la Fadhili Teens Tanzania nikiwa kama mratibu miradi ya wasichana kwenye programu ya wasichana. Tumeweza kuwafikia zaidi ya watoto 300 katika maadhimisho haya, na wamepewa elimu kuhusiana na namna ambavyo wanaweza kuzisema na kuzitetea haki zao za msingi, ikiwemo haki ya elimu kulindwa, lakini pia kupatiwa vipaumbele mbalimbali ambavyo vipo katika jamii. Lakini pia wale watoto wenye mahitaji maalum tunatamani wao ndo wawe kipaumbele katika jamii yetu kwenye swala zima la kusikilizwa, kupatiwa elimu, kulindwa na kutunzwa kama walivyo watoto wengine. Afisa ustawi wa jamii kata ya Nyasaka amesema elimu walioitoa kupitia maadhimisho hayo itawasaidia kuwajengea watoto uwezo na ujasiri wa kutambua haki zao na wajibu wa kuripoti matukio ya ukatili yanayowakumba. Jina naitwa Levocatus Alex Shauri, afisa ustawi halmashauri ya Ilemela, nasimamia kata ya Nyasaka. Kwa wakazi wa Nyasaka, tunaamini watoto walioshiriki hapa ni mabalozi, wataweza kutoa elimu kwa wenzao, na vile vile wadau wetu wa Fadhili Teens na wenyewe wanaendelea kushiriki nasi ili kuendelea kutoa elimu juu ya mtoto Afrika. Na hapo Jumatatu akapo tunaadhimisha kitaifa na katika halmashauri ya Ilemela, tunaamini kwamba elimu itaendelea kutolewa zaidi na watoto kuendelea kujua wajibu wao na haki zao ni zipi. Siku ya mtoto wa Afrika huadhimishwa kila mwaka Juni 16, ikiwa ni kumbukumbu ya watoto waliouawa mwaka 1976 nchini Afrika Kusini walipokuwa wakipinga ubaguzi wa rangi na mfumo duni wa elimu, ambapo kwa mwaka huu yameambatana na kauli mbiu isemayo haki ya mtoto tulipotoka, tulipo na tuendapo. Katika maadhimisho hayo pia watoto wameshiriki michezo mbalimbali ikiwemo kuvuta kamba na kukimbia kwa magunia, na washindi kuibuka na zawadi mbalimbali ikiwemo kalamu na vinywaji kutoka shirika la Fadhili Teens Tanzania. Mwandaaji na msimuliaji ni mimi George Binagi, JB Puzzle.